Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imesema zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura mzunguko wa 3 katika awamu ya pili kwenye magereza ya Tanzania bara na vyuo vya mafunzo Tanzania Zanzibar linaendelea vyema. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutembelea magereza katika mikoa ya Kagera, Geita na Shinyanga, mwenyekiti wa tume, jaji wa mahakama ya rufani Mheshimiwa Jacobs Mwambegele amesema maeneo yote aliyoyatembelea zoezi linakwenda vizuri, ambapo wafungwa chini ya kifungo cha miezi 6 na mahabusu katika magereza ya Tanzania bara wanaandikishwa kwa mujibu wa sheria. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Sasa ni mzunguko wa 3 katika ile awamu ya pili ya uboreshaji. Mzunguko huu unahusisha magereza ambapo tunaboresha daftari la kudumu la wapiga kura kwa wafungwa na mahabusu. Sheria baada ya kurekebishwa inahitaji kwamba sasa wafungwa wenye kifungo kisichozidi miezi 6 na mahabusu waruhusiwe kupiga kura. Sasa mpaka kufikia kupiga kura ni process. Tunachofanya sasa ni kuboresha na kuandikisha wengine wapya. Zoezi hili linahusisha vituo kwa 140 kwa Tanzania nzima, 10 vya Tanzania Zanzibar na 130 vya Tanzania bara. Jana nilitembelea magereza mkoa ya Kagera, gereza la Bukoba, nikaenda Muleba, nikaenda pia Biharamulo, alafu nikaja gereza la Chato kwa mkoa huu wa Geita, na pia gereza la Kahama na pia gereza la Shinyanga. Kesho nitaendelea kwenda kukagua katika vituo vilivyopo mkoa wa Simiyu. Jaji Mwambegele amebainisha kuwa mwamko wa washiriki katika zoezi hilo linaloendelea sasa magerezani na vyuo vya mafunzo ni mkubwa na limerahisishwa kutokana na utaratibu mzuri uliowekwa na jeshi la magereza wa kuandikishwa wafungwa na mahabusu na uboreshaji wa taarifa zao. Mwamko upo, nimekuta kila mahali utaratibu umeandaliwa na watu wa magereza, na kwa vile sio wakwenda kuwakusanya mbali, ni watu ambao wako pamoja. Kwa hiyo zoezi hili limekuwa ni rahisi zaidi kuliko zoezi hili kwenye awamu nyingine. Akizungumzia kwa upande wa vyuo vya mafunzo Tanzania Zanzibar, Jaji Mwambegele amesema nako zoezi linaendelea vyema baada ya kufanya mawasiliano na makamu mwenyekiti wa tume, jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Mheshimiwa Mbaruk Salim Mbaruk, anayefuatilia zoezi hilo visiwani humo. Fanya mawasiliano na makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambaye anaongoza timu kule ya Zanzibar, naye pia anasema kwenye vituo vya mafunzo zoezi hili linaendelea vizuri kama ilivyo huku kwa Tanzania bara. Na pia huku kwa Tanzania bara wenzangu pia wamegawanyika kwenda vituo vingine, mikoa mingine, na wanasema zoezi hili linaendelea vizuri. Kwa hiyo inavyoelekea tutakuwa tumekamilisha zoezi hili ndani ya siku 2 au 3. Wengine wanaweza kukamilisha leo, wengine wanaweza kukamilisha kesho kutwa, lakini vituo vitakuwa wazi mpaka tarehe 4. Naye mwendesha vifaa vya biometric katika kituo cha gereza la Geita, Magoti Mfungo, amesema zoezi linakwenda vizuri, ambapo wafungwa na mahabusu wanaoshiriki kujiandikisha au kuboresha taarifa zao wamefurahi kwa kuwa linawapa fursa ya kushiriki uchaguzi mkuu. Naitwa Magoti Mfungo, ni afisa mwendeshaji wa vifaa katika zoezi hili la kuandikisha kwa wapiga kura. Katika zoezi hili ambalo tulianza jana mpaka sasa tunaendelea vizuri. Sasa hakuna changamoto kubwa, ni changamoto ndogo za kawaida. Ni mkubwa kwa sababu kwa wateja wetu wote wako tayari wanajiandikisha. Hakuna mtu mpaka sasa tangu jana mpaka sasa ambaye amekataa kujiandikisha, wote wanajiandikisha. Wanashukuru sana kwamba watakuwa wamepata fursa nzuri
na haki ya kimsingi ya kupiga kura. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ilianza uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili na mzunguko wa 3 Juni 28 na inatarajia kukamilisha uboreshaji huu Julai 4, 2025. Vituo 130 vya magereza kwa Tanzania bara na vituo 10 katika vyuo vya mafunzo kwa Tanzania Zanzibar vinaendelea na uboreshaji huo. Kutoka hapa Shinyanga, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.